Kiongozi ambaye umezoea dhuluma. Mungu amekubariki na mali nyingi kwa sababu ya nafasi ambayo umeipata. Lakini kile ambacho unakipata kwa halali ama kwa njia ambazo si za halali hakikutoshi. Bado unaenda unadhulumu wananchi ama unamdhulumu mwananchi yoyote. Ndugu yangu, it won't end well. Haitaisha mpaka ishe. Na hii ni mbaya sana, hata kama ukitubu haitaisha mpaka ishe. Ahabu alitamani shamba la Nabothi. Yezebeli akamchochea. Alimuua Nabothi ili alipate shamba. Nini kilitokea? Mungu akamtuma Elia, kamwambie Ahabu, hii haiishi mpaka ishi. Unaweza ukasema nafanya nitatubu. Ahabu pia alifanya akatubu. Akajidhili. Hemu ngoja hii nikusomee kidogo. Wafalme wa kwanza mlango wa 21. Tusome mstari wa 27 mpaka 29. Ikawa Ahabu alipoyasikia maneno hayo, akararua mavazi yake, akavaa magunia mwilini mwake, akafunga, akajilaza juu ya magunia, akaenda kwa upole. Neno la Bwana likaja kwa Elia Mtishbi kusema, huoni jinsi Ahabu alivyojidhili mbele yangu? Basi kwa sababu amejidhili mbele yangu, sitayaleta yale mabaya katika siku zake, ila katika siku za mwanawe nitayaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake. Ubaya unaofanyia wananchi. Kiongozi, usipolipa wewe, atalipa mtoto wako. Asipolipa mtoto wako, atalipa mjukuu wako. Hata kitukuu atakuja alipe tu. Mungu alisema, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Utalipia.